huwezi kunikimbia. Msitu wote ni wa kwangu. Sasa nachokwambia kitu kimoja, kuanzia sasa maisha yako yanahesabika na umechaguliwa kwa ajili ya kutolewa kafara kuzimu. Ole wako uweze kutoa hii siri. Ukimwambia mtu wote, hata yule dada yako, basi maisha yake yatakuwa hatarini. Sijui umeelewa? Tunu? Nini shida? Mbona sikuelewi? Makelele. Ha? Una nini? Hamna dada. Ni ndoto tu nimeota. Ndoto. Aya. Sawa. Tunu, iko ulichokiota ni ukweli mtupu. Sasa tumekuchagua wewe, ndio wewe kafara. Kuanzia sasa, muda wowote tutakuja kukuchukua na kukupeleka kuzimu, ila funga mdomo wako na funga mdomo wako. Endapo ukifungua utakuja kuponza. Mara ya kwanza nilikupa onyo, lakini ukutaka kusikia. Nikakupa onyo la pili, ukutaka kunisikia pia. Hii mara tatu siongei tena. Sitakupa onyo tena, nitakuonyesha vitendo. Sikiliza nikwambie Makoba, hauwezi kunitenganisha mimi na Mnyoya. Mwenye huo uwezo ni Mwenyezi Mungu pekee na sio wewe. Usinitishe, mimi sitishiki mzee. Sikiliza nikwambie Makoba, nahisi unataka kuvuka mipaka, na ukiendelea kuniingilia kwenye mambo yangu, walai kitu nitakachokufanya hutaweza kusahau kwenye maisha yako. Ukiendelea kunifuatilia katika maisha yangu, nitakunyoa kwa kutumia kiwembe. Unaongea sana wewe mbwa. Sasa sikiza nikwambie, dawa yako iko jikoni inachemka. Sasa nitakufunga mdomo wako mjinga wewe. Sikiza nikwambie, jiandae. Makoba, hata siku moja usije ukathubutu kuanzisha vita ya nyuki wakati kichwani una kipara. Kama unaweza jaribu. Mimi Makoba sije kufeli kwenye michongo hata siku moja. Ikichocho ingia ni cha kike. Unifanye chochote Makoba. Wewe ni mwanamke tu. Makoba, huwezi kunifanya lolote lile. Na huwezi kunifanya chochote kwenye maisha yangu.
Wewe nini wewe? Haunifanyi lolote wewe. Wewe ni mchumba tu kama mchumba wengine, mshamba mmoja wewe. Yaani wewe. Makoba. Makoba bwana, acha mambo yako Makoba. Wewe Makoba. Makoba nisamehe. Makoba. Makoba. Shanora vekashi dorokai vasara Tunu, naomba tuongee leo tena. Leo nataka tuongee kirafiki kabisa, sio mtu na dada yake. Yaani udada weka pembeni, ule udogo weka pembeni. Leo mtu na rafiki yake. Unasumbuliwa na nini mdogo wangu? Ukimwambia mtu wote, hata iwe dada yako, basi maisha yake yatakuwa hatarini. Dada, mimi sina shida yoyote. Nipo sawa tu. Una shida yoyote? Upo sawa? Unaniona mtoto mwenzio, unanionaje yani? Yaani unawezaje kuniambia huna shida na wakati mimi naiona shida? Nataka kujua kwa nini unanificha. Na unajua mimi na wewe tuko wawili kama pea ya viatu. Sasa unavyonificha mimi mambo yako, nataka ukamwambie nani? Na kujua sijakujua jana, na kulea sijaanza kulea jana. Huo usawa unaosema wewe umetokea wapi? Angalikuwa mimi naye kujua sijauona huo usawa. Kwa ningeomba nisikize japo kidogo basi. Nieleze nini shida, changamoto gani unapitia. Hata kama mimi sitaiweza, wapo wakubwa leo tuzidi umri wataweza kututatulia hiyo shida. Unavyokaa nayo moyoni na mimi unaniumiza mwenzio. Yaani nakuwa roho yangu ipo juu kama nakula tambi. Kwa sababu gani? Nini shida kipenzi? Nini shida mama? Dada, nakwambia tena, mimi sina shida yoyote, sina tatizo lolote dadangu. Ningekuwapo na shida au tatizo, ningekwambia. Sio nakwambia kama tatizo yangu hapa. Lakini hili sina shida yoyote. Mimi nipo sawa tu. Wewe tu una wasiwasi wako wa bure. Mimi sina shida yoyote kabisa. Nipo sawa. Unajua? We mtoto, kama ungesoma somo ungekuja kuwa mwanajeshi. Kwa hiyo komando wa mtaani. Ushakula amini kiapo chako cha siri. Basi sawa. Kwa hiyo Blafu, mbona tumbo kubwa hivyo? Shida nini? Mnyoa. Nadhani kukupenda kwangu ndio sababu ya mimi kuwa hivi. Mnyoa. Laiti nisinge uruhusu moyo wangu mimi kukupenda wewe, nisingepitia kama haya ambayo napitia. Mnyoa. Leo hii mtaani nimekuwa mtu wa kudhalilika kwa sababu ya kwako wewe. Wanaume wenzangu wananicheka mtaani. Kaka yako Makoba ndiye chanzo. Najilaumu kwa nini niliruhusu moyo wangu kuthubutu kukupenda wewe Mnyoa. Mbona nateseka sasa?
Mimi ni mwanaume, lakini ona nachekwa mtaani. Kivipi babu? Mbona sikuelewi? Yaani inamaanisha kaka Makoba ndo kakufanya uwe hivyo? Nyoya. Kwa hiyo yote ambayo yanaendelea huu mtaani uyajue? Nyoya. Unataka kuniambia kwamba hujui chanzo ni nini? Sielewi mimi. Na ndio maana nakuuliza. Kakako Makoba hataki mimi niwe na wewe, na alijaribu sana kunikataza mimi nisiwe na wewe, lakini nikaa mbishi. Ubishi wangu umeniponza mpaka leo hii nadhalilika mtaani. Najilaumu sana. Nadhani yote yasingenikuta. Kakako Makoba ndio chanzo cha haya yote. Aha. Subiri. Doni rafiki yangu. Nasikia kumbe Makoba kumbe ndiye kigagula huu mtaa. Busy. Tena pigia mstari hapo hapo ndugu yangu. Yule sio kigagula tu. Yaani lile chawi. Bonge la wachawi, yaani kula wachawi. Ukisikia chawi, sasa ndo Makoba. Inawezekani kweli. Kwa sababu sio sisi tu. Hata watu wengi sana wanazungumzia. Mambo yao hawaendi. Biashara zao mahesabu hayapigiki. Tunajiulizaga shida ni nini? Kumbe shida ni Makoba. Kondo hivyo ndugu yangu. Kwa vipi? Wajifanya umejua sana kuongea, si ndio? Unajua kufungua domo, si ndio? Ongeeni mnachoongea. Kumbe nyinyi ndio wambea. Mnataka mfalisho madela, yapasuliwe mpasuo pembeni, si ndio? Sasa sikiza niwaambie, huo mdomo wenu utawaponza mbwa nyinyi. Kaka. Umemfanya nini Bravo? Kaka, mbona unakuwa mkatili hivyo? Nimechoka kaka. Nimechoka kaka kwa mateso yako unayofanyia watu. Kwa hiyo naomba mrejeshe mtoto wa watu katika hali yake ya kawaida. Tena nataka sasa hivi kaka. Kimya wewe. Tena shi hapo hapo mjinga wewe. Unapata wapi ujasiri kunijibisha mimi na kufunga domo lako? Nimekulea mwenyewe tena kwa shida mbwa wewe. Mama yako na babako wamefariki wakiwa wadogo. Wewe kama nani unafunga mdomo na kuongea hivyo? Sasa wewe, chunga mdomo wako. Chunga mdomo wako kama sitakutia makofi mjinga wewe.
na siku nyingine kunyanyua mdomo wako na kunijibisha mimi, kitu nitakuja kufanya utajuta katika maisha yako. Mbwa wewe. Wewe kama nani unaongea? Na kwa nini unaongea mambo ya kuhusu wazazi wako wamefariki wakiwa wadogo? Mimi ndo nimekulea. Wewe unanijibisha mimi wewe. Wewe kunikaripia mimi wewe. Tena funga domo lako mjinga wewe. Msije nikatia makofi sasa hivi. Na nilikuambia mara kibao, achana na wale Bravo. Unamng'ang'ania kama nani? Sasa wewe, nakupa onyo la mwisho. Huko tunapokwendea, ukiingilia hii vita, nitakutanguliza wazazi wako ulipokwenda. Sitojali kama ndugu yangu, sitojali kama mdogo wangu. Toka. Imekuwaje? Mbona tumbo lako limekuwa kubwa hivi? Mbona uongei? Shida ni Makoba dada yangu. Kivipi yani? Mbona sijakuelewa? Dada, si unajua mimi na mahusiano na Mnyoya? Lakini Makoba hataki mimi niwe na mahusiano na Mnyoya. Na alishanikataza zaidi ya mara 2. Lakini sikutaka kumsikia kwa sababu mimi nampenda sana Mnyoya dada yangu. Baada ya kumbishia ndo kanifanya hivi. Hivi huyu Makoba ni mtu wa aina gani? Ambaye anakosa hata moyo wa huruma. Kwa hiyo kukufanya wewe hivyo, kapata suluhisho la kuachia yeye huyo mdogo wake na wewe, si ndio? Sikizo nikwambie, Kabravo. Sasa naona huyu Makoba anaingilia sana familia yangu. Mimi namfuata. Sasa jifanya kigagula huyu, kashindikana kwa sababu ya uchawi wake anaojivunia. Sikubali. Na sitamani kukuona hivi ulivyo. Mimi nitamfuata. Sikiza nikwambie dada yangu. Makoba ni mchawi na anatambulika kwenye mtaa. Dada, mimi sikushauri kwenda. Atakufanya kitu kibaya dada yangu. Tulia tu nyumbani dada. Tulia nyumbani? Kwa hiyo wewe unataka uniambie hali ulionayo unafurahia nayo kwa nayo hivyo ulivyo, si ndio? Mimi sifurahi kama dada yako. Sipendi uwe hivi. Wanaokuwa hivi ni wanawake ambao wajawazito. Kwa hiyo nataka uniambie wewe uko mtaani unatembeaje kwa hali kama hii? Mimi namfuata. Hivyo vyote ninachotaka akutibu. Hii hali ulionayo mimi sipendi uwe nayo. Hivi wewe Bravo, wewe unapenda hivi ulivyo? Uko mtaani unatembeaje? Hali kama hii wanakuwa nao wasichana. Sikiza nikwambie dada. Japo nachekwa mtaani, lakini imenipata mimi. Sitaki upate tatizo dada yangu. Naomba unielewe. Namfuata na viguu vyake vivyo kama sijui spoku za baskeli. Sasa nifanye yule mbabe sana Sasa namfuata. Sitaogopa. Na vile ndevu vyake vivyo kama stiliwaya. Mimi simuogopi kwa chochote. Mimi namfuata. Ila